tutarajie mpaka iwe siku ya usafi. Yaani usafi iwe desturi ya maisha yetu. Na wana Mbeya tunafahamika miaka yote ni wasafi. Lakini hapo katikati kama tulitaka kupengeuka kidogo. Jukumu la usafi sio jukumu la Samia Suluhu Hassan kutuambia tufanye usafi. Usafi ni kwa ajili ya uzima wetu na afya zetu. Tuepuke magonjwa ya mlipuko kama ya kipindupindu, magonjwa ya matumbo, yote yanatokana na mazingira ya uchafu. Lakini hapa nimeona wauza kuku, nimewaambia pia wazingatie sana usafi kwa sababu pia itapunguza hata magonjwa kwa ajili ya kuku hao wanaouza. Kwa usafi ni wa kila mtu. Mifugo inataka usafi, wananchi tunataka usafi, lakini na watoto wetu wanahitaji mazingira mazuri ya usafi. Kwa hiyo huo ni utamaduni kwa jiji lote la Mbeya. Usafi iwe sehemu ya maisha yetu, tusitupe vitu ovyo, tusitupe makopo ya maji na maeneo mengine. Wenzetu Kilimanjaro wamefanikiwa au Iringa. Sisi kwa nini tushindwe? Najua hilo na Mbeya tukiamua wenyewe tunaweza. Kila mtu awe mlinzi wa mwenzake. Ukimwona mwenzako ametupa mfuko, ametupa kopo la maji, tumwambie kwamba hiyo sio taratibu. Na hii mimi kwenye siku zangu kwenye ubunge wangu wa miaka 5 nitaliwekea mkazo sana kuhakikisha kwamba usafi unakuwa ni kipaumbele na pamoja. Na jambo jingine, usafi unaendana na mazingira. Wana Mbeya mjini pia tutaanzisha kampeni ya kupanda miti. Kila tunapofanya usafi tunapanda na miti. Mmeona sasa hivi mvua zinasuasua kwenye jiji letu la Mbeya na Mbeya kwa ujumla. Sio kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia milimani kote kuna vipara. Tumekata miti. Kwa hiyo na sambamba na hilo nawasisitiza sisi wote kutoka nyumba zetu tuhakikishe kila mtu kwenye nyumba yake amepanda mti. Hata mti mmoja au miwili. Tena miti hiyo ya matunda. Panda mwembe, panda yale mafyulisi, panda parachichi kwa sababu ule mtu utautunza, lakini mwisho wa siku utakuwa ni uchumi, utakuwa ni afya kwa familia yako. Kwa hayo niomba niyaseme ndugu zangu, lakini nawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi kuja kushiriki kwenye usafi. Kwa hiyo naomba tuende. Naitwa Bwana Victor Mtumba. Ningependa kusema kwanza tunashukuru kwa kiongozi wetu Bwana Patrick Mwalunenge kuweza kututembelea siku ya leo. Ni kwetu sisi ni kama ishara ya umuhimu wa usafi. Kwa Mbeya hususani maeneo ya soko ni tamaduni yetu. Hatuna siku maalum cha kuhimiza kwa wananchi wote mbali na maeneo ya masoko. Swala la usafi ni muhimu ili kuepuka magonjwa mbalimbali kama vipindupindu na kadhalika. Na nawahimiza waendelee kufanya usafi ili kuepuka magonjwa. Majina naitwa Alexander Matonya Maseneje. Zoezi la usafi limeenda vizuri isipokuwa miundombinu. Kimfano kama parking hapa. Mvua ikinyesha haya maji yote yanaendaga hapo parking yanajaa. Alafu haya maduka yalivyojengwa hapo maji, kimfano haya maji kuna chemba inapita hivi. Inaenda hivi maji kule hamna sehemu ya kutokea kwenda hivi mfikemo. Maji yanajaaga hivi, kuna mfano ya maji yakijaa yanaanza kufloat. Yanatoka mpaka nje. Alafu yani kimfano miundombinu kiujumla tu yani hatujawekea vizuri. Unazungumziaje hayo? Nini ombi lako sasa? Ombi tutengenezewe miundombinu kimfano mwage zege hii parking waitengeneze vizuri. Hawa wafanya biashara ya kuku wanafanya vizuri, lakini takataka zinakuwa nyingi kama hivi matope nini. Kwa majina anaitwa Severina Njoela, kwa maeneo ya soko la kuku Mwanjelwa. Changamoto tulionao kubwa hapa ni vifaa vya usafi. Tungemwomba mheshimiwa mbunge tusaidie vifaa vya usafi vya kutuwezesha kufanya usafi hapa. Pia tuna changamoto ya matope hapa. Tungemwomba tuboreshie, tuweke hata zege. Ikiwezekana hata kama kifusi kitusaidie ili tuepukane na hili swala la matope. Kama inawezekana hata angetusaidia hata mfereji wa kupitisha maji. Maana hiki kifuku maji yanakuwa yanatuama hapa. Tunashindwa kufanya biashara vizuri. Nini ukitaka kufanyike na tunatungeje hapa ni usafi? Usafi nazungumza. Naitwa John Anyosisi Ruvanda. Endelea kuongea. Kwa zoezi la usafi, kwanza binafsi ningependa nimshukuru mbunge wetu. Ameonyesha kwamba yeye ni mbunge wa watu wote, ameshiriki zoezi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hilo nimshukuru mbunge, lakini changamoto kubwa tunayokumbana nayo katika soko letu la Mwanjelwa ni kuboreshewa maeneo, miundombinu haijakaa sawa kwa ajili ya usafi. Kwa mfano kama hili soko letu, baadhi ya mitaro huwa mitaro inaziba. Ikishaziba mitaro, ile mitaro ni midogo inaziba, kwa hiyo maji kunatokea kama mafuriko fulani hivi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali iweze kutusaidia, tutolee changamoto ituboreshee. Kwa mfano soko letu la kuku hapa, maji huwa yanajaa pote hapa. Wangetuwekea zege, mitaro mikubwa ili tuweze kuepukana na hii adha ya mafuriko katika soko la Mwanjelwa.
Thank you.